بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى، نكم صليا نكم سليم متمويت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. mbele yetu katika tafsiri ya Qur'ani tuna suratul Masad. Suratul Masad ni sura makkiyatun iliyoshushwa Makkah biijma'i ahli alilm, kwa makubaliano ya wanawazuoni. Sura hii yenye aya 5 imeshuka ikiwa ni sura ya 6 kimpangilio baada ya al-Fatiha na kabla ya suratul Kauthar. Suratul Masad ina sababu ya kushushwa kwake. Sababu ya kushushwa kwa hii sura ameitaja al-Imam al-Bukhari pamoja na al-Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhima na wengine kwa sanadi yake mpaka kwa Sa'id ibn Jubairi, mpaka kwa au kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. قال amesema Ibn Abbas, lamma nazalat wa anzir ashirataka alaqrabina, waonye, iliposhuka aya hii inayomwamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam awaonye jamaa zake wa karibu, katika suratu Shuara aya 214, waandhir ashirataka alaqrabina, na waonye jamaa zako wa karibu. Anasema kharaja Rasulullah, alitoka mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, hatta sa'ida Safa, mpaka akapanda jabali Safa. Fahatafa ya sabahahu, akaita kwa sauti ya sabahahu. Kwa maneno haya yakisemwa watu hujua na hudiriki ya kwamba kuna jambo. Wanada butuna Quraish, na akayaita matumbo ya Makuraishi, yani akawaita Makuraishi kwa matumbo yao, akawaita Makuraish kwa matumbo yao. Tumbo ni sehemu katika kabila. Tumbo inakusudiwa hapa albatnu min alqabila, alfar'u minha. Akawaita mfano ya ala Ghalib, enyi watu wa Ghalib. Ya ala Lu'ayyi, enyi watu wa Lu'ayyi. Ya ala Murra, enyi watu wa Murra. Ya ala Kilabin, enyi watu wa Kilab. Ya ala Abdi Manaf, enyi watu wa Abdi Manaf. Ya ala Qusayn, enyi watu wa Qusayn. Inni la amliku lakum min Allahi manfa'atan, hakika mimi similiki chochote cha manfaa kwa ajili yenu. Wala min ad-dunya nasiba, na wala similiki fungu la dunia kwa ajili yenu. Illa an taqulu la ilaha illa Allah, isipokuwa nyinyi mseme la ilaha illa Allah, mpaka mwisho wa hii hadith.
ambayo ameitaja al-Imam Ibn Asakir katika tarikh Dimashq. Anasema Ibn Abbas katika hadith, fajtama'a min jami'il qabail khalqun kathir, wakamkusanyikia kutokamana na makabila mbalimbali watu wengi, hata ja'ala ar-rajulu, mpaka akawa mtu katika watu, idha lam yadhhab bi nafsihi, asipokwenda yeye mwenyewe kwa kushindwa kwenda kusikiliza kuna nini huko, yursilu rasula, alikuwa akimtuma mjumbe, liyandhura mal khabar, ili aende akaangalie kuna kitu gani. Wakana fil mujtami'ina Abu Lahabi, na miongoni mwa waliojumuika alikuwepo Abu Lahabi. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akasema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam baada kuwa ameshawaita, araaitakum law akhbartukum anna khaylan takhruju bisafhi hadha aljabal antum musaddiqiyah, hebu niambieni lau kama nitakupasheni habari ya kwamba kuna msafara wa wapanda farasi wapiganaji watatokea katika shina la jabali hili, yani chini ya hili jabali huku, chini ya huu mlima, wakatokea watu wakapita hapo kwa lengo la kuja kutudhuru sisi. Lau nikikupeni habari hii, antum musaddiqiyya, mtanisadikisha? Qalu, wakasema katika kumjibu, ma jarrabna alayka kadhiba, hatujawahi sisi kusikia kutoka kwako uongo, kwa maana tutakusadikisha. Qala, akasema alayhi salatu wassalam kuambia Quraishi hawa aliowaita kwa ukelele ule aliopiga, ya sabahahu, wakamjumuikia, akawaambia, fa inni nadhirun lakum baina yaday adhabin shadid, hakika mimi nadhirun lakum, ni muonyaji kwenu, nimekuja kuwaonya, mbele yangu kuna adhabu kali. Kwenye riwaya aliwaambia, semeni la ilaha illa Allah tuflihu, semeni la ilaha illa Allah mtafaulu. Faqala Abu Lahabi, akasema Abu Lahabi, tabban laka sa'ira al-ayyam, maangamivu yawe kwako siku zote, uangamie wewe. Alihadha jama'atana, kwa jambo hilo tu wewe ndio umetukusanya, yani hilo tu ndilo ambalo limekupelekea wewe ukatukusanya mahala hapa? Kana kwamba analidharau lile jambo ambalo amelisema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kana kwamba anamwambia hicho kitu ni kitu dhalili, kitu duni kabisa, wala hakikuhitajia uwajumuishe viongozi wa Makuraishi, kwa lugha ya dharau kabisa, kama walivyosema makafiri wengine, ahadha alladhi yadhkuru alihatakum, huyu ndiye ambaye anawataja kwa ubaya waungu wenu huyu, yani kwa dharau kabisa. Alipoyasema haya maneno mabaya dhidi ya Rasuli alayhi salatu wassalam, ndipo Allah tabaraka wa taala akamjibia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, baada ya yeye kumwambia Rasul tabban laka sa'ira al-ayyam, Allah akateremsha aya au sura kamila, akasema tabbat yada abi lahabin wa tabba
ma aghna anhu maluhu wama kasab mpaka mwisho wa sura. Wanasema ahlul ilmi Allah tabaraka wa taala ameishusha sura hii surat al-Masad, na inaitwa pia surat Abi Lahab au pia huitwa surat Tabbat Yada. Ameishusha Allah sura hii liyakuna mathalan يعتبر به من يعادي ما أنزل الله على نبيه مطاوعة لهواه, ili iwe ni funzo. Ameishusha Allah sura hii iwe ni funzo, fundisho, achukue mazingatio kupitia sura hii yeyote yule ambaye kwamba atayafanyia uadui yale aliyoyashusha Allah subhanahu wa ta'ala juu ya nabii wake. Lengo la huyo mtu ikawa mutawaatan lihawa, kuendana na matamanio ya nafsi yake. Kadhalika imeshushwa hii sura ili iwe ni mazingatio ya kwamba an-nasab al-haqiqi inma huwa nasabu ad-din wala aqida. Nasaba ya uhakika ni nasaba ya dini na itikadi, sio nasaba ya udugu. Nasaba ya uhakika ni nasaba ya dini na itikadi, kwa maana wale ambao uko nao katika itikadi yako moja, dini yako, hao ndio wako, hata kama watakuwa ni watu wa mbali. Na yule ambaye atakuwa ameipiga vita dini yako, haikubali, huyo atakuwa yuko mbali, hata kama umezaliwa naye, hata kama baina yako na yeye kuna mafungamano ya kiudugu, huyo yuko mbali, kwa sababu yuko mbali na itikadi yako. Alipokuwa mbali na itikadi yako, amekuwa mbali na wewe, hata kama mmezaliwa wote, hata kama kuna mafungamano ya kiudugu baina yenu. Anasema Allah tabaraka wa taala, aya ya kwanza katika sura hii yenye aya 5, anasema subhana tabbat yada, imeangamia mikono miwili. Tabbat yada, imeangamia mikono miwili. Abi Lahabin, ya Abu Lahabi. Ina maana tabba au tabbat, imma useme halakat kwa maana imeangamia, au tabbat kwa maana khasirat, imekula hasara. Tabbat yada abi lahabin wa tabba, imeangamia na imekula hasara mikono miwili ya Abu Lahabi, wa tabba, na yeye yuko hasarani. Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala kwenye tafsiri yake, ambayo ndio tafsiri tunayokwenda nayo kwenye tafsiri zetu, nyingine huchukua baadhi ya maeneo, anasema akitafsiri aya hii, khasirat yada abi lahabin wa shaqiya biidhaihi rasulallahi Muhammada sallallahu alayhi wasallam وقد تحقق خسران أبي لهب. maana yake khasrat yada abi lahabin, imekula hasara mikono miwili ya Abu Lahabi. Watabba wa shaqiya, na ameingia makosani. Biidhaihi Rasulullah, kwa kule kumuudhi kwake mtume wa Allah Muhammada sallallahu alayhi wasallama. Watabba waqad tahaqqaqa khusranu abi lahab, na kwa hakika kukhasirika kwa Abu Lahabi kumehakiki, kumekuwa, yani na kwa hakika ameingia katika hasara. Ndio maana watabba, tabba asili yake imetokana na at-tabab. At-tabab ni khasara. Na Abu Lahabi
jina lake huyu anaitwa Abdul Uzza. Jina la Abu Lahabi anaitwa Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manafi. Abu Lahabi ni nani? Ni Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf. Alikuwa huyu min ashaddi an-nasi adawatan li Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Kama kuna watu waliokuwa na uadui mkubwa kwa mtume wa Allah, alikuwa ni yeye huyo Abu Lahab. Wa kana kathira al-idha'i wal-bughdha li Rasulillah, na alikuwa ni mwingi wa kumuudhi na kumbughudhi mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, wal-izdira'i bih, na kumdharau, wat-tanqis lah wa lidinihi al-qawim. Kimdharau mtume huyo alikuwa kadhalika akidharau na akidogosha dini ya mtume sallallahu alayhi wasallam, dini nyofu, dini ya Kiislamu. Tumesema huyu alikuwa ni ammi wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Huyu alikuwa ni ammi katika maami wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wanasema ahlul ilmi, maami wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wamegawika katika magawanyo makuu matatu. A'mamur rasul, yani baba wakubwa au baba wadogo. Kwa lugha ya Kiarabu wanaita ammi, awe mkubwa awe mdogo anaita ammi. Kwa hiyo maami wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika kutaamaliana na mtoto wao, katika ile hali ya kutaamaliana na mtoto wao, bali na kutaamaliana na Mola wa mtoto wao, wamegawika katika magawanyo makuu matatu. Fungu la kwanza ni wale ammi zake ambao wamemwamini mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama na wameshiriki pamoja naye jihadi na wakawa wameslimu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fungu la kwanza hilo la maami zake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni wale ambao wamemwamini mtume alayhi salatu wassalam na wameshiriki pamoja naye jihad na wamesilimu kwa ajili ya Allah rabbul alamin. Fungu la pili katika a'mami wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni wale ambao wamemsaidia mtume sallallahu alaihi wasallam, saada wa sanada, wamemsaidia na wamemsupport. Lakini hawa wafungu hili baqin ala al-kufri, walibaki katika ukafiri wao. Fungu la ngapi hilo? Fungu la pili. Wa qismun, na fungu la tatu ni wale ambao wamemfanyia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam inadi, wamemfanyia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam inadi, wamefanya inadi, wakayapuuzia yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam. Na fungu hili ni na wale waliokufuru. Mangapi nimetaja hayo? Matatu. Tutataja kwa ufafanuzi sasa. Ama wale wa fungu la mwanzo pale wanakusudiwa ammi yake Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, pamoja na mwenzake akiitwa Hamza ibn Abd al-Muttalib. Hawa ndio ambao wameamini kumwamini mtume sallallahu alaihi wasallam na wakashiriki pamoja naye jihad, ambao wameslimu lillahi rabbil alamin. Nani? Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, wa pili Hamza ibn Abd al-Muttalib. Naam. Na wa pili wanasema ahlul ilmi ni mbora zaidi kuliko wa mwanzo.
ambaye atakuwa ni nani hapo? Hamza ibn Abd al-Muttalib kwa fadhila ni mbora kuliko al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, kwa sababu wa pili huyu ambaye ni Hamza amepata ubora kwa sababu yeye ni katika wabora zaidi wa mashahidi waliokufa kuitetea dini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na mbele ya mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ndio maana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipomsifia Hamza akasema kwamba ni asadullah wa asadu rasulihi. Hamza ni simba wa Allah na ni simba wa mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maana tukasema wa pili ni mbora kuliko wa mwanzo. Ahsante. Tayeb, ama fungu la pili ambao wamemsaidia na kumsapoti mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini wakabaki katika hali ya ukafiri wao, hawa si mwingine bali ni Abu Talib ambaye alisimama kidete pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallama katika hali ya kumfanyia difaa, kumtetea na kumsaidia. Lakini Abu Talib huyu waliyadhu billah, wanasema ahlul ilmi, alishatanguliwa na neno la adhabu, hakusilimu mpaka mwisho wa uhai wake, pamoja ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda kumlingania wakati wa kukata roho. Naam, akimwambia ya am qul la ilaha illa Allah, ewe ammi sema la ilaha illa Allah, ni neno hilo nitakusimamishia nalo hoja kwa Allah siku ya kiyama kama utalitamka katika mazingira haya. Akagoma Abu Talib kutamka la ilaha illa Allah, akafa kwa mila ya baba yake mzee Abdul Muttalib, hivyo akafa kafir, isipokuwa kwa yale ambayo ameyafanya kumtetea Rasul alayhi salatu wassalam. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam atamwombea kwa Allah siku ya kiyama apunguziwe adhabu, na yeye ndiye atakayekuwa mwenye adhabu nafuu zaidi kuliko wote katika watu wa motoni. Mwenye adhabu nafuu atakuwa ni Abu Talib, kwani adhabu yake itakuwa atavalishwa viatu vya moto wa Jahannam huku ubongo wake ukiwa unatokota. A'adhana Allahu minan nari wama qarraba ilaiha min qawlin au amal. Ama watatu aliyefanya inadi na akatoa mgongo kumpa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika maamizi yake ni Abu Lahab ambaye Allah tabaraka wa taala kateremsha juu yake sura kamili. Ameteremsha Allah juu yake sura kamili katika Qur'ani, tutla fi salawati fardhiha wa nafliha, sura ambayo husomwa katika swala za faradhi husomwa sura hiyo, kadhalika kwenye swala za sunna husomwa kwa siri, husomwa kwa jahara, na anaisoma sura hiyo analipwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila herufi moja mema 10. Sura kamila ya muhusu nani? Abu Lahabi. Ndio hii sura ambayo sisi tunaitafsiri. Kisha wakasema ahlul ilmi kwenye hii aya ya kwanza tabbat yada, alafu ikaja abi lahabin, kwamba Allah tabaraka wa taala ameitanguliza kiutajo mikono miwili ya Abu Lahabi kabla ya kuitaja dhati ya Abu Lahab, yani kabla ya kumtaja Abu Lahabi mwenyewe kaanza kuitaja mikono yake, tabbat yada, mikono hiyo, alafu akamtaja mwenyewe mwenye mikono yake abi lahabin. Kwa hiyo kiutajo Allah tabaraka wa taala ameanza kuitaja mikono yake miwili, yani Abu Lahabi,
kabla ya kuitaja dhati ya Abu Lahab. Kwa nini? Wanasema lianna al-yada, kwa sababu mkono hiya alatul amali wal batsh, ndiyo ala inayotumika kufanya kazi, kadhalika kukamata, kutoa. Ikiangamia mikono hii na ikakatika na ikapewa hasara hii mikono, kwamba ina hasara au imezalisha hasara, kana shakhsu kaannahu ma'dumun halik, anakuwa huyo mtu mwenye mikono yake hiyo kana kwamba ameshaangamia, kana kwamba ameshaangamia, kwa kule kuegemezewa uangamivu kwa mikono yake hiyo miwili, basi kana kwamba na yeye ameshaangamia. Kwa sababu utakulaje, utafanyaje kazi? Kwa ikiangamia mikono yako miwili, basi umeangamia na wewe. Ndio maana ikaanzwa kutajwa kiutajo mikono ya Abu Lahabi kabla ya kutajwa dhati ya Abu Lahab. Jingine ambalo wanalitaja ahlul ilmi katika aya hii ya kwanza, wanasema Allah tabaraka wa taala amemtaja Abu Lahabi kwa kunia yake, hakumtaja Abu Lahabi kwa jina lake. Tulisema jina lake anaitwa nani? Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Allah tabaraka wa taala hakumtaja kwa jina lake Abu Lahabi ambaye ni Abdul Uzza, bali amemtaja kwa kunia yake, maa anna at-takniya min babi at-takrima. Wanasema ahlul ilm, hata pamoja ya kuwa kumuita mtu kwa kunia ni katika mlango wa kumheshimu, katika mlango wa kumkirimu na kumheshimu. Wa huwa la yastahiquha, na yeye huyu hastahiki heshima hiyo wala takrima hiyo. Yani Waarabu walivyo kwa wao katika mazingira ya adabu na heshima na taadhima, unapotaka kumwita basi unamwita kwa kunia yake, baba fulani. Na hili liko hata kwetu sisi Waswahili, mama fulani, baba fulani, heshima fulani, takrima fulani unaifanya. Sasa je, yeye kuitwa kwa kunia, ani Allah kumtaja Abu Lahabi kwa kunia yake Abi Lahabi, ni katika mlango wa kumkirimu na kumpa heshima? Jawabu, hapana. Sasa kama hapana, mbona kaitwa kwa kunia? Mbona kaitwa kwa kunia ila hali hastahiki kuitwa kwa kunia? Jawab, wanataja ahlul ilmi ya kwamba ameitwa kwa kunia lishtiharihi bikuniyatihi, kwa sababu ya kule kushuhurika kwake kwa kunia yake. Alishuhurika Abu Lahabi kwa kunia, hakushuhurika Abu Lahabi kwa jina lake. Hili tutakuta hata katika safu za masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna ambao wameshuhurika kwa majina katika safu ya masahaba, na kuna ambao wameshuhurika kwa kunia katika safu ya masahaba. Mfano sahaba Abu Sa'id al-Khudri ameshuhurika kwa kunia yake Abu Sa'id al-Khudri, au laqab Abu Huraira, Abu Dahdah, Abu Darda. Katika masahaba wameshuhurika kwa kunia, na kuna ambao wameshuhurika kwa majina yao. Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Umar, kunia yake ni nani? Abdullah ibn Umar kunia Abu Abdurrahman, lakini ukisema amesema Abu Abdurrahman ibn Umar huenda mtu asifahamu, lakini ukisema amesema Abdullah ibn Umar mtu anafahamu, kwa kuwa kashuhurika kwa jina lake. Kadhalika Anas ibn Malik ameshuhurika kwa jina, japo ana kunia yake. Kunia yake ni nani? Anas bin Malik kunia yake ni nani? Abu Hamza, aitwa Abu Hamza Anas ibn Malik radhiyallahu anil jami'. Sasa
ametajwa huyu kwa kunia yake si katika mlango wa kukirimiwa Abu Lahab kwa kuwa hastahiki ikram, bali ametajwa kwa kunia yake kwenye hii sura lishtiharihi bikunyatihi, ni kwa sababu ya kule kushuhurika kwa kunia yake baba wa Lahab. Na haina maana kwamba ana mtoto anaitwa Lahab, la, anao watoto. Mtoto mmoja anaitwa Utba, mwingine Utaiba, mwingine Mu'tib, kitu kama hicho, lakini hakuitwa kwa majina ya watoto wake. Kaitwa Abu Lahab imma kwa mng'ao wa uso wake kama wanavyotaja baadhi ya ahlul ilm, kwa mng'ao wa uso wake. Kwa hiyo hakutajwa kwa jina lake, ni kwa sababu ya kushuhurika kwa kunia, au kama si hivyo likarahati dhikri ismihi alqabih, kwa chukizo la kulitaja jina lake baya. Jina lake ni baya, anaitwa Abdul Uzza. Ubaya wa jina hili likoje? Idh fihi idafatu ila sanam, kwa sababu kwenye jina lake kuna kuegemezwa kwa sanamu. Mja wa Uzza, mja wa Uzza. Uzza ni sanamu lao ambalo walikuwa wakiliabudu, na Allah hapendi mambo ya kuegemezwa mja kwamba huyu ni mja wa fulani, isipokuwa awe ni mja wake yeye. Abdullahi, Abdurrahmani, Abdul Aziz, Abdul Quddus, Abdul Salam, Abdul Mu'min, Abdul Muhaimin, Abdul Jabbar, Abdul Mutawakkil, Abdul Mutakabbir. Lakini kwamba ni Abdul Uzza, kwa hiyo kwa chukizo la jina lake ambalo ni baya, ambalo ndani yake kuna kuegemezwa al-ubudiyya li ghairi Allah, akaitwa Abdul Uzza. Ndio maana likakwepwa jina lake kutajwa, badala yake akatajwa kwa kunia yake. Kadhalika katika ambayo yamo katika hii sura au katika hii aya, tabbat yada, mbali ya kuwa tumeona sababu ya kushushwa kwa hii sura, sababu ya kushushwa kwa hii sura ilikuwa ni nini? Ami yake Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni nani? Abu Lahab. Alimwambiaje Rasul pale alipowaita alayhi salatu wassalam? Alimwambia tabban laka. Alimwambiaje? Tabban laka, khasara iwe juu yako wewe, tabban laka. Sasa iliposhushwa hii sura, Allah hakumwambia Mtume katika hali ya kujitetea na kulipa au kulipiza mashambulizi kwamba qul tabbat yada abi lahabin wa tab, sema Muhammad tabbat yada abi lahabin wa tab. Inaonekana kwamba kama vile alivyokuambia mrudishie na wewe mwambie tabbat yada abi lahabin wa tab. Haikushuka hii sura kwa swigha hii kwamba ikatanguliwa na qul. Kwa nini? Na wakati makamu ni makamu ya kujitetea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanasema ahlul ilm haikushuka hii sura kwa neno qul lialla yakuna mushafihan liammihi bishatmi wattaghlidh, ili asiwe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama mushafihan liammihi, akimjibiza ami yake kwa mdomo wake kwa kumtusi, wattaghlidh, na kumwambia maneno makali, hata kama ami yake amemshutumu na kumtusi, kumwambia tabbat yada tabban laka saira al-ayyam. Kwa nini? Kwa nini hata kama ami yake kamtukana? Lianna lil'ammi hurmatun ka hurmati al-ab, lianna lil'ammi hurmatan ka hurmati al-ab, kwa sababu baba mkubwa au baba mdogo ana heshima kidini mithili ya heshima yako kwa baba yako. Daraja la baba yako mdogo na baba yako mkubwa ni kama daraja la baba yako mzazi. Hurma, ana hurma, kama ilivyo pia katika upande wa mjomba au mama mkubwa au mama mdogo. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, al-khala bimanzilati al-um, mama mkubwa au mama mdogo yupo katika daraja la mama yako aliyekuzaa. Kwa katika upande wa sila, kumuunga, kumfanyia wema mama mdogo au mama mkubwa,
ni sawa na vile unavyomfanyia mamako mzazi aliyekuzaa. Alkhala bimanzilati al-um. Kwa hiyo hakufanya hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hayo, au haikushuka hii sura kuambiwa Mtume qul kwa sababu ya haya tuliyoyataja. Lakini si hilo tu, ni kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasifika kwa tabia njema, wa innaka la'ala khuluqin adhim, na hakika wewe Muhammad upo juu ya tabia njema, na tabia njema zinakataa kulipa baya kwa baya, bali mwenye tabia njema hulipa baya kwa zuri, hulipa baya kwa zuri. Kwa hiyo kinyume chake hakusema Allah kumwambia Mtume qul tabbat yada, bali moja kwa moja Allah akamjibia Mtume akasema tabbat yada abi lahabin wa tab. Dhahiri. طيب. قال العلماء, wamesema wanawazuoni wa Kiislam, هذه السورة أو في هذه السورة معجزة ظاهرة. katika sura hii kuna muujiza wa wazi, kabisa. Wa dalilun wadih, na dalili iliyo wazi, ala nubuwati as-sadiqa, juu ya unabii wa kweli kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallama, na dalili kadhalika juu ya ukweli wa hiki kitabu kitukufu alladhi jaa bihi min inda rabbih, kitabu kitukufu alichokuja nacho kutoka kwa Mola wake Allah tabarak wa taala. Kwa nini? Faqad akhbara an abi lahab, tunaona ya kwamba akhbara an abi lahab wa zawjatihi. Allah tabarak wa taala katika hii sura amekhabarisha, ametoa habari kumhusu Abu Lahabi na mkewe ambaye anaitwa Ummu Jamil. Allah amekhabarisha katika hii sura bishaqai, kwamba hawa ni watu waovu na watu hawa hawakuwa na imani. Waqad tahaqqaqa dhalika minhuma, na hilo limehakikika kwa wawili hao. Kwa maana lau ingelikuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anahisi tu, hana yakini, si mtume wa kweli, huenda sura hii ingelikengeuka kwamba mbona hii sura inasema tabati yada abi lahabin wa tabba, mwisho ikataja kwamba yeye na mkewe wataingia motoni, mbona wameslimu. Lakini kule kufa makafiri wawili hawa ni dalili juu ya ukweli wa utume wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kadhalika ni dalili ya wazi juu ya ukweli wa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na maneno yake. Waman asdaqu min Allahi qila, ndio maana Abu Lahabi akawa ni adui mkubwa sana kwa Rasuli alayhi salatu wassalam, kama ilivyokuja riwaya hadith ameitaja al-Imam Ahmad katika Musnad kutoka kwa bwana mmoja wa kisahaba akiitwa Rabi'a ibn Abbad ad-Dili radiyallahu anhu, wa kana jahiliyan fa aslama, alikuwa ni mtu aliyediriki zama za jahiliya kisha akaslimu, akahadithia yale aliyoyaona zama za jahiliya. Amesemaje Rabi'a ibn Abbad? Anasema raaitu Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam fil jahiliya, nilimuona mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam zama za jahiliya, fi suqi dhil majaz, katika gulio la Waarabu Makuraish. Miongoni mwa magulio yao makubwa ni gulio la al-Majaz. Sema nilimuona mtume sallallahu alayhi wasallam katika soko hili la dhil majaz, wa huwa yaqul, ilhali anasema kuambia watu, ya ayuhan nasu, enyi watu, ya ayuhan nas, enyi watu, qulu la ilaha illa Allah,
semeni la ilaha illa Allah tuflihu, mtafaulu. Anasema Rabi'a radhiyallahu anhum, wannasu mujtami'una ilayhi, huku wakiwa watu wamejikusanya kwake, wamemkusanyikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, anawapa da'wa ya tauhid. Wa waraahu, na nyuma yake rajulun wadhi'ul wajhi, kuna bwana mmoja ana uso mng'avu, ahwal, ana macho ya makengeza, ahwal, dhu ghadirataini, ana ghadira mbili. Ghadira, Waarabu katika ada zao walikuwa kwa nywele walizokuwa nazo, mtu akichelea nywele zake kumbughudhi, kutapanyika, anazikusanya mara mbili, kama anazibana hivi, alafu anazileta mpaka kwenye usawa wa kifua. Kwa hiyo kunakuwa na mnyoosho mmoja upande wa kulia wa kifua na mnyoosho mwingine upande wa pili wa kifua. Hii ni ghadira, walikuwa wanafanya hivyo, na ndio maana imekuja hadithi tumekatazwa, kama anavyosema katika hadithi sahihi, tumekatazwa tusikunje nguo, na inaingia katika maana ya kukatazwa kukunja nguo kuzibana nywele kwa ile hali walikuwa nayo Waarabu wakibana nywele zao zama za zamani hizo. Kwa hiyo haikuwa ni ruhusa kufanya hivyo ndani ya swala. Anasema nyuma yake kukawa na bwana mmoja wadhi'ul wajhi, ana uso mng'avu, ahwali, ana makengeza, dhu ghadirataini, ana ghadira mbili, yani nywele zake amezisuka mithili ya amezikusanya zikatoa misuko miwili, mmoja ukawa uko juu ya kifua upande wa kulia na msuko mwingine uko juu ya kifua upande wa kushoto. Yakulu, huyu bwana ambaye yuko nyuma ya Rasul alayhi salatu wassalam alisikika akisema, innahu sabiun kadhibun, innahu sabiun kadhibun. Sabi kwa maana ni mtu aliyeacha dini yake, ameshika dini nyingine. Huyu sabiun, kaacha dini yake huyu, yani dini ya wazee wake kaacha, katoka kwenye dini hiyo, sasa hivi ameshika dini nyingine, anaitwa sabi. Zama zao walikuwa wakisema hivyo. Kadhibun, muongo, yani msimsikilize. Yatba'uhu haythu dhahaba, huyo mtu huyo alikuwa akimfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam kila anapokwenda. Yani Mtume yuko hapa, yuko na watu anawalingania dini, anawaambia semeni la ilaha illa Allah mtafaulu, yeye nyuma yake anasema innahu sabi kadhib, innahu sabi kadhib. Kazi yake ni hiyo. Anasema Rabi'a bin Abbad radhiyallahu anhu, fasaltu anhu, nikamuulizia yule bwana, kwani ni nani yule anemwandama yule mtu anayesema semeni la ilaha illa Allah mtafaulu, anemwandama huku akimrudishia maneno kusema innahu sabi kadhib, huyu ni nani huyu? Faqalu, wakajibu wanaomjua, hadha ammuhu, huyu mbona ni ami yake huyu ni Abu Lahab, ami yake Abu Lahab huyu. Mpaka hapa kwa mujibu wa hii hadithi na hadithi nyingine, Muislamu atakuwa ameelewa sasa Abu Lahabi alikuwa yasuddu an-nasa 'anil haqq, anawazuilia watu kutokamana na nini? Na haki. Rasul anazungumza haki, yeye anawazuilia watu kutokamana na haki. Rasul ananadi kwa sauti yake, anailingania haki, yeye ananadi kwa sauti yake kukinzana na haki. Wa yunaffiru an ittiba'i, anawafukuza watu kwamba wasifuate haki. Na jambo la yeye kumkadhibisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumfanyia challenge ni jambo ambalo kwamba lilishuhurika, ni jambo ambalo kwamba lilifahamika. Akifuata kwa hatua zake kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lengo lake ni kuipiga vita da'wa na kumshusha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadhi yake, bali kuyakataa yale aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastahaqqa an yuqala fihi tabbat yada abi lahab wa tab, na ndio maana akastahiki huyu mwenye tabia hii kusemwa na Allah kwa maneno haya yaliyoshushwa kwenye sura hii kamili ambayo yasomwa mpaka siku ya kiyama, tabbat yada abi lahab wa tabba.
imeangamia, imehasirika, imekula hasara mikono miwili ya Abu Lahabi, watabba, na yeye kwa hakika ameshaingia hasarani. Aya kwanza hiyo.